Yes, bana mambo vipi? Hapa nataka nikusanue very quickly kuhusiana na masuala ya AI na hasa kwenye kuhakikisha kwamba content ambayo utaiandika basi inakuwa iko kwenye grammar nzuri, na hasa kama unatumia macOS kama kifaa cha Apple au unatumia simu ya iPhone. Nadhani kuanzia iPhone 16, 17 hapo utakuwa uko kwenye position nzuri. Hata kama uko kwenye WhatsApp pale unataka kuona kwamba grammar zako zimekaa sawa bila kuweka third party application kama Grammarly au kuipaste ile article content ambayo umeandika kuipeleka kwenye ChatGPT, then iweke vizuri, make it professional, make it friendly. Those options you can do on your device. Let's do. Kwa mfano hapa ninataka kuandika email. Okay, so nitaandika hivyo kwenye nani yangu. I'm not sure kama if you can see that, but nimeandika content fupi tu ya kuonyesha kwamba nini ambacho tunataka kuirani. Dear sir, let's say. Okay, hapa nitaandika kind regards. Huo ni mfano mdogo tu ambao tunataka kuboresha kwenye hii hapa situation ambayo tuko nayo kwa maana ya understand mfano. Kwa utakuja hapa uta highlight. When you do highlight hiyo content, basi utaweza kuenda ku right click, na hapa chini kila eneo ambalo utapokuwa kutakuwa kuna sehemu ambayo inasema show writing tools. Kwa ninaweza nikaja hapa nikaona option ambazo niko nazo na nikajaribu kufanya vile ambacho ninataka kufanya. Labda ninataka kuhakikisha proofread itahakikisha kwamba content ambazo zipo basi zinakuepo ziko kwenye grammar ambayo inatakiwa na flow ambayo inatakiwa. Nikitaka kurewrite, nitataka kuandika kwenye maneno mengine ambayo yataleta maana ile ile lakini yatakuwa yamekaa vizuri zaidi. Na hapa pia unaweza ukaifanya iwe friendly, ukafanya iwe professional, utaifanya iwe concise. Kama ilikuwa ni maneno mengi sana, ninaweza nika summarize au nikaiweka kwenye key point list, table and so forth. Kwa hiyo hapa ni kitu kizuri, but let me try to make it friendly. Utaona hapo itafanya kazi yake, then italeta maelezo yake pale. This is friendly. I would like to appreciate if you could. Umeona hicho ambacho imebadilisha, but the same meaning inabaki vile vile. Na hapa hutumii, na Apple wanatuambia kwamba hii ni on device changes ambayo inakuwa powered na Apple Intelligence. Kwa hiyo let's say kwamba hapa nimeona kuna option nyingine nzuri, nitakuja then nitataka kueleza zaidi. Let's say labda ninaweza nika describe change ambayo nataka kuifanya kwenye hii content yako. Nasema make it longer and understandable. Let's see what can it do. Let's give it a couple of minutes, then nitajaribu kuleta maelezo mengi zaidi. Yes, umeona. Kwa hiyo unakupa una context, then AI inakusaidia au your Apple Intelligence inakusaidia ku make it extend. Na hii hapa huhitaji subscription, huhitaji what else? Huhitaji kulipia, so long as una kifaa cha Apple, hasa MacBooks au MacBook Air ambazo ni latest, lakini iPhone kuanzia iPhone 16, 17 nafikiri ziko supported na Apple Intelligence on device. So inaweza ikakurahisishia kama wewe ni mwandishi, kuna mahali unakuwa umestaki into ideas au huja capture vizuri vitu vyako, basi hii inaweza ikakusaidia na kumake. The most important thing ni kwamba it is so secure na iko kwenye kifaa chako. Haiendi kuuliza msaada zaidi kwenye internet au kutumia cases ambazo umezipatia kwa ajili ya watu wengine. Yes. Tuonane kwenye video ijayo.